Kila siku anaporudi nyumbani, Lisa hupanda juu ya mlango kama mwizi. Baada ya kuingia ndani ya nyumba, hapigi hata hatua moja ya kawaida ardhini. Badala yake, hutumia kuta, vifaa vya nyumbani na samani kujisogeza kwa sababu ana hofu kali sana ya kugusa ardhi. Lisa alikuwa na hatimaye akawa mfanyakazi wa kusafisha vioo vya majengo marefu, lakini hakujua kwamba kazi hiyo ingeweza karibu kumgharimu maisha yake. Siku moja akiwa karibu kumaliza kazi, aligundua ghafla kwamba lifti aliyokuwa akitumia ilikuwa imeharibika. Aliambiwa kwamba ni lazima walinzi wawashe mfumo wa dharura ili aweze kushuka salama, vinginevyo angebaki amenaswa juu zaidi ya mita 100. Lakini kabla lifti haijafika kwenye paa, kundi la majambazi lilivamia chumba cha ulinzi. Walinzi waliokuwa hawajajiandaa waliuawa papo hapo, hivyo hakuna aliyebaki kuendesha mfumo wa dharura. Lifti ikapoteza nguvu na kusimama kwenye ghorofa ya 50 ya jengo la kampuni ya nishati. Hiyo kampuni ndiyo ilikuwa lengo kuu la wavamizi hao. Majambazi walipochukua mfumo wa ufuatiliaji wa jengo, kiongozi wao aliwapeleka watu wake kwenye eneo la sherehe ndani ya kampuni hiyo. Hawakutumia silaha moja kwa moja mwanzoni, badala yake walivaa vifaa vya kupumulia. Kisha kiongozi akabonyeza swichi na kuachilia gesi yenye sumu katikati ya ukumbi. Mitungi ya gesi hiyo ilikuwa imewekwa mapema na watu wao waliovaa kama wahudumu. Gesi ilipoanza kusambaa, watu walianza kushindwa kupumua na kuanguka chini moja baada ya mwingine. Majambazi waliwavaa viongozi wa kampuni vifaa vya oksijeni ili wawafufue na kuwahoji kwa nguvu password ya hifadhi ya pesa, kuiba utajiri wa bilioni ya kampuni hiyo. Lisa alishuhudia yote akiwa amekwama juu mita 100 na akawa na hofu kubwa. Hakuweza kushuka chini wala kupanda juu kwa sababu alikuwa mbali sana na ardhi. Alijaribu kupiga kelele, lakini watu waliokuwa chini hawakuweza kumsikia. Akiwa katika hali ya hatari, alitoa kemikali ya kusafishia kutoka kwenye vifaa vyake, akaipaka kwenye kioo cha jengo, kisha akawasha moto kwa njiti ya moto. Moto ulipoanza kukua, watu chini waliona ishara hiyo ya dharura na kugundua kuna mtu yuko hatarini, lakini pia moto huo uliwasaidia majambazi kumtambua. Kiongozi wa majambazi alimfuata kupitia mwanga wa moto na kumfikia. Kwa mshangao, aligundua kwamba mtu huyo ni Jimmy, mfanyakazi mwenzake Lisa. Walikuwa wamefanya kazi pamoja mchana, lakini usiku alikuwa mmoja wa majambazi. Jimmy hakupoteza muda kuzungumza naye, alitoa amri lifti iwashwe ili kumfikisha Lisa juu ya paa. Lisa alipoona anasogezwa karibu na hatari zaidi, alichukua bisibisi na kuharibu sehemu moja ya mfumo wa kamba za lifti, lakini kamba nyingine ilibaki salama. Hivyo lifti ikaning'inia ikiwa imeinama kwa pembe ya takribani nyuzi 45 na Lisa akakaribia kuanguka. Wakati huo, majambazi walianza kugombana wao kwa wao. Jimmy alimuua mmoja wa wenzake aliyekuwa anataka kujitoa, kisha akamtupa nje ya dirisha. Mtu huyo aliangukia kwenye crane na uzito wake ukasababisha crane kushuka haraka zaidi na kusababisha hali kuwa mbaya zaidi. Jimmy alipoona vurugu hiyo, alielekea tena kwa Lisa, lakini Lisa sasa hakuwa na hofu tena. Alichukua bastola iliyokuwa karibu na majambazi na kujiandaa kupigana naye moja kwa moja. Hata hivyo, Jimmy alikuwa mjanja. Alimshikilia rafiki wa Lisa kama mateka na kumlazimisha afanye jambo baya, awafyatulie risasi watu waliokuwa chini. Kwa wakati huo, polisi walikuwa tayari wameuzingira